Kwa majina mimi naitwa Ali Ramadhani Nchembi, ni commercial pilot kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, lakini pia ni mkufunzi kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Tumekuja leo hapa katika shule hii kwa ajili ya kuhamasisha wanafunzi, lakini pia kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania kwa ujumla katika fursa tulizonazo kutoka pale Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Katika chuo chetu pale tunatoa kozi za urubani kama sasa hivi tulivyoainisha katika sehemu mbalimbali, kwamba kwa sasa tuna intake 2 na tumefanikiwa tayari kupata mwanafunzi ambaye tayari kashamaliza mafunzo ya awali ya urubani, ambapo tunamaanisha ni private pilot license ama tunamaanisha kwamba ni PPL, ambapo kwa sasa hivi tunaendelea, tumeshatoa nafasi kwa ajili ya kupata wanafunzi ambao watakuja kuendelea na mafunzo ya urubani katika ngazi ya awali. Sifa zetu sisi ni chache tu, ili kusudi mwanafunzi aweze kujiunga nasi katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Tunahitaji principal pass D4 tu. D4 ikiwepo katika masomo ya mathematics, tunahitaji kupata ufaulu katika masomo ya fizikia, jiografia, lakini pia kikubwa tunahitaji ufaulu katika masomo ya Kiingereza, kwa sababu Kiingereza ndio tunasema lugha mama katika upande wa aviation. Kwa hiyo niseme karibuni sana NIT, na serikali imejitahidi sana kuweza kumaccommodate au tunaweza kusema kuweza kumhudumia Mtanzania wa hali ya kawaida, hata yule mwenye hali ya chini kidogo aweze naye kujikongoja, aweze kuwa naye kutimiza katika ndoto zake za urubani kama ambavyo sisi wengine tumeweza kuzitimiza. Kwa sababu sasa hivi tumeanza na kozi za awali ambapo ni PPL, tunasema private pilot license. Kwa hapo baadaye kidogo tutakuja kuendelea ili kusudi mwanafunzi atakapokuwa amemaliza mafunzo ya awali aweze kuendelea na advanced training ambayo itakuwa tunaita ni commercial pilot license, awe na uwezo wa sasa kuanza na yeye kubeba abiria, na hiyo ndio itakayokuja kumpa fursa yeye kuweza kuajiriwa katika makampuni mbalimbali. Tunavyoona sasa hivi shirika letu la ndege wanajitahidi sasa hivi kuongeza ndege, na kama hivyo ambavyo tunaona wanajitahidi kuongeza ndege, pia patatokea fursa hauwezi kuongeza ndege wakati hauna marubani wa kuweza kuzioperate hizo ndege. Kwa hiyo kuna fursa kama hizo. Kuna kampuni nyingi kidogo hapa Tanzania ambazo zinakuwa bado still zinaendelea kutafuta marubani. Kwa hiyo kwa baadaye serikali naona itakuwa imejipanga kwa ajili ya tutakuja kupata ndege hiyo ambayo tunaita ni twin engine. Ni ndege ya engine 2 kwa ajili ya kuwafundishia wale wanafunzi ambao watakuwa wanahitaji kujifunza, tunasema advanced training, kwa ajili ya kubeba abiria ambao tunaita ni commercial pilot license. Lakini pia mbali na kuwa pilot, mimi pia ni aircraft maintenance engineer ambaye pia nimejifunza kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji pale. Na katika sekta hiyo sisi tunawakaribisha sana wanafunzi. Kama hivyo mlivyoona leo tumekuja kuhamasisha wanafunzi wetu. Aircraft maintenance engineering pia inahitaji watu wahandisi katika upande wa matengenezo ya ndege. Hauwezi kuwa unahitaji marubani au huwezi kuwa unataka kufanya operations zako bila kuwa na hawa watu ambao watakuwa wanajaribu kumaintain ndege zako ili kusudi ziendelee kuoperate vile ambavyo inakuwa inahitajika kulingana na regulations zetu zinapokuwa zinasema. Jina naitwa Emmanuel Rafael, ni mkufunzi kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Kwa leo tumekuja kwa ajili ya kuonana na wanafunzi hapa kwa ajili ya kuwapa elimu ya usalama barabarani, kuwajulisha namna gani wanatakiwa wafanye wanapotumia barabara, ni vitu gani wafanye ili waweze kuwa salama wanapokuja shuleni na wanapotoka shuleni kurejea nyumbani. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha kizazi chetu kinakuwa salama ili baadaye tuweze kupata wataalamu ambao watakuja kutumikia nchi katika maeneo mbalimbali. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama pale anapokuwa barabarani. Daktari Hussein Zuberi Mavumba, mkuu wa shule ya sekondari Tambaza. Mimi ni mwalimu mhandisi civil. Tumetembelewa kwa ajili ya kupata fursa ya kuelimisha wanafunzi kozi mbalimbali ambazo zinatolewa pale chuoni. Ziara hii kwa kweli imeleta manufaa makubwa kwa sababu NIT wanatoa kozi ambazo kwa sasa serikali inakipa kipaumbele sana. Na vijana wetu wengi hawafahamu vyuo hivi vya kati, wanafahamu vyuo vikuu tu vya Dar es Salaam, DUCE, Chuo Kikuu cha Tanzania, lakini vyuo vingine hivi mara nyingi hawavifahamu. Kwa hiyo wanapokuja wageni wa vyuo mbalimbali, mimi huwa nawakaribisha kuweza kutoa fursa kwa wanafunzi kuuliza maswali na kujua kozi mbalimbali ambazo zinatolewa katika vyuo vyao. Baada ya kufanya maboresho makubwa ya mitaala, tuna mtaala wa amali lakini tuna mtaala wa juma. Kwa hiyo NIT wao katika mtaala wa amali ambapo
ndicho kipaumbele kwa serikali sasa, kwa sababu tunataka kufikia dira 2050 kwa ajili ya kupata wahandisi wengi, kupata wataalamu mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha uchumi wetu wa nchi yetu. Funzo ni kwamba waombe kozi mbalimbali ambazo zinapatikana pale chuoni, kwa sababu kuna fursa nyingi. Unapokuwa ni mtaalamu wa ufundi, unapokuwa ni mtaalamu wa sayansi na teknolojia, kwa sasa unaweza kujiajiri mwenyewe pasipokuwa na dhana ya kuweza kutafuta ajira serikalini au kutafuta kwenye makampuni mbalimbali. Kwa hiyo NIT ni suluhisho la kutoa wanafunzi ambao wanaweza kujiajiri baadaye. Amina Hussein Farah na ni mwanafunzi wa Form 5 Tambaza High School. Baada ya kupata darasa kutokana na NIT, kwa sababu nimeweza kujua vitu ambavyo nilikuwa sivijui. Nimeweza kujua kwamba kuna course tofauti tofauti, engineering, pilot na unaweza kuwa hata cabin crew. Na pia nimeweza kujua fursa tofauti tofauti zinazopatikana kama ajira na mkopo, kwamba mkopo unaweza kutolewa kuanzia hata certificate. Imeweza kunipa motisha ya kujua kwamba nikimaliza naweza kufanya nini. Kelvin Robert Mwachahe ni rais wa serikali ya wanafunzi hapa shuleni ya sekondari Tambaza, natokea mchepuo wa HGL. Wamekuja kufungua mawazo lakini pia uelewa wa wanafunzi juu ya uendeshaji na kozi ambazo zinapatikana katika chuo hiko. Lakini pia jambo jingine zuri ambalo limefanyika siku ya leo ni kuwapa wanafunzi elimu kwa habari ya mikopo. Wakatoa elimu kuhusu suala la kupata mkopo kuanzia certificate, kwamba mwanafunzi anaweza akawa amemaliza elimu yake ya sekondari akajiunga katika chuo hiko na akafanya kozi yake nzuri kwa muda ambao unapaswa, lakini pia akapata mkopo. Nalo ni swala ambalo wanafunzi tumelipokea kwa moyo mmoja na kulifanyia kazi kwa wakati, lakini pia wameendelea kutoa uelewa au mafunzo mbalimbali ambayo yanapatikana pale katika chuo cha NIT.